jana. Vipi? Ngoga. Upo karibu. Karibu hapo. Asante. Ngoga. Sawa. Bwana, yani toka ile jana nikupigia simu muda ule ukanitumia namba yake na matatizo yananikuta. Yaani si nianzia kukuelekeza bwana. Yaani ndugu yangu hapa nizoe muongo. Zile mali bwana, si nikwambia kuna ng'ombe nimeyapata yale? Zile bwana, kwa sababu unasikia mtu anaitwa tajiri. Je, nyingi anapitia sana. Unajua kwa nini nakwambia? Kwa jambo nikuficha rafiki yangu. Mpaka najisikia kukueleza. Amna. Tunamfahamu Master J. Yeah. Yaani ndugu yangu hapa nizoe muongo. Zile mali bwana ilikuwa hivi. Sasa ule mchongo uzuri zaidi. Tunataka tukaufanye kesho asubuhi, tunaondoka hata saa 3 saa 4 kwa sababu bado ni asubuhi leo. Ukiwa umeshapiga chai nini ile muda umeelewa. Tunafanya fresh nini. Tukishapata ile mali ndugu yangu, sisi tukageukana. Unajua vile vitu vinataka tamaa. Hatukuishia hapo. Bado tuli Bwaga mawili haya. Hebu cha kufanya sasa hivi. Ndio unaenda hivi. Sija kuongeza kwa muda. Ngoja bwana kuja. Basi wapi kitabu ndio. Wapi ndio. Ndio mwenyewe si ndio. Tansamia rafiki yangu. Sina cha kufanya kingine. Yeah. Sasa uliwaza nini ndugu yangu? Na umefikia wapi sasa? Hatima yake yani unawaza nini? Yaani hapa. Yaani mpaka hapa nilipofikia sio hatima yangu, sio nifanye nini kwa nini muda yani ndugu yangu nisaidie. Sio ndugu yangu sio. Sasa ndugu yangu, una uhakika kweli nakusumbua? Nisumbua ndio. Yaani kila nitakapoenda yupo. Asubuhi nitaka kuamka ile juzi ile jana asubuhi. Na muota yani naota kwenye ndoto hivyo. Yesu nisaidie. Ndugu yangu, hilo ni jambo zito sana. Sasa kwa ushauri wangu kulikuwa kuna yani yupo mtaalamu wangu. Sasa kama wewe ukiwa tayari wewe pigie simu twende. Ukitaka sasa hivi kesho ni wewe. Sasa ndugu yangu, namwamini yule mtaalamu na imani kabisa hayo yote ataenda kuisha. Nashukuru sana kwa kusaidia. Ndugu yangu, vipi sasa kuhusu mzigo wenyewe? Nataka upeleke lini? Kuhusu mzigo bwana. Mzigo wenyewe ngoja atajia kupeleka sasa hivi. Sababu ndio uweka kupeleka sasa hivi. Kwa nitoka nipeleke, yaani ukana mzigo kama hivi unaona mambo yani utasema ndio leo sasa utakuta kubwa hajazitumia. Unaona? Sasa ngoja nichukue mzigo wetu tuondoke. Wakati tunaachana unaenda mimi napeleka mzigo. Maana unajua mwenye hizi muda huo ndio wenyewe zangu nini. Basi sasa. Hata ngoja nichukue mzigo hapo. Poa, tuondoke. Subiria.
Yeah. Wewe ndio mzigo wenyewe. Ndio mzigo ndio unaonipa majanga. Sasa tuondoke tupeleke. Unaona mali. Mwanangu. Ongea sana. Sema chale, yani kuna upande naona kama haki ya mtu unaona anaitumia. Sio kweli. Twende nipeleke. Okay, twende. Haina shida. Vipi tena wewe? Mbona kuja na mikasiko minuno vipi tena? Yaani nimeenda nimekurusha movie kule, movie zenyewe zionyeshi, flash zenyewe unanunua mara fake mara povu. Ni maisha leo wewe siku hizi fake. Wewe kila kitu fake yani. Hapana, sikiza nikupa ushauri kidogo. Ushauri wewe unaona nitazama. Ushauri mmoja tu. Hizo flash, memory, movie unazozionyeshi mnakosea. Tupo Iheha Madibila, Iheha. Tunapatikana pale kwa majina ya Lama Studio ama Aldo. Yule mwamba anapatikana kwa vitu mbalimbali, radio, flash, kadida. Yaani vitu mbalimbali, hizi charge za simu ndogo kubwa. Pia vile mpaka radio. Sawa. Wewe mwenzangu umeenda huko umekurupuka umeenda umesahau pia hapa pembeni kijiweni. Wakati unatoka njia kutoka Mkunyo unakuja huko Iheha. Mkono wako kulia. Joram Photoshop anapatikana Iheha, yani Joram na DVD. Anatoa picha, yani vitu mbalimbali anafanya. Movie zake ana movie miendelezo kila wiki anapata. Kila wiki kila movie unayohitaji kila wiki inatoka. Kila Alhamis miendelezo. Joram. Ukifanya hivyo utashukuru. Yani kuna Joram Lama Studio. Hawa watu wanapatikana, vitu vyao ni vikali, ni vigumu. Movie miendelezo kila siku. Halo. Halo, vipi? Huko hapo nyumbani hapo? Mimi ndo nakaribia kwako hapo. Wapi tunakuja hivi? Ndo nakuja. Vipi ndakukuta hapo? Maana wewe bwana, wewe safari zako huwa hazielekagi kabisa. Wewe njoo utanikuta hapa nipo. Wewe unasema nataka niende huko. Wewe chap basi. Vipi kuhusu na ule mchongo? Maana hujaniambia upo kimya sana. Wewe njoo utazungumza hapa njoo. Basi poa, natokea hapo chap. Utanikuta wewe waitwa. Basi poa. Poa. Okay. Eke. Mlima gani? Naupata. Mitai. Nikifika nitakuona tu kwangu ndani. Nikishafika pale nitakuona. Nikishafika nitakuona tu, usijali mzee. Tajiri hakuna baya. Usijali, nakuja chapo hapo. Poa. Haya.
Safari wapi? Unaona haya nyingi vipi? Sio nilikwambia uje nitakuelekeza? Ule mzigo siku zote tunakupeleka pale jana. Ile jana mimi nakwambia napeleka unaenda. Nimepeleka mzigo kwa hiyo bila baya. Kwa hiyo sasa hivi nikuibia simu. Mshikaji kanipigia simu msatu tukutane kwenye mlima hapo kati hapo. Nikutane pale nichukue makoto bila kujali. Oa. Nenda kutoka mimi tajiri. Oa, unakuja tubadilishe maisha hapa. Hapa kijiji tunaruka kitaa. Oa, sikiza sasa unasikia? Bila kuchelewa nataka niwahi. Mimi nitakurudia baadaye mwanangu. Nikisha tukule dao nitakurudia. Simu zinaita. Kwa maana sasa hivi unaenda kwa tajiri. Simu zinaita baadaye. Unaenda kwa tajiri. Simu zinaita baadaye mwanangu. Bila ku sasa nisikize. Mimi nitakucheki baadaye. Simu zinaita mwanangu afu tutatokea au unasemaje? Mimi ni mwa yule doni. Poa. Kwa hiyo ina noma sasa. Poa mwanangu, wewe nitakucheki safari njema, haina noma. Poa. Mimi ningesema tuelekee wote sasa. Unajua mambo ya vitu ni vitu vya siri. Kwa hiyo tulia kwanza. Kwa hiyo watu tunafanya biashara kwa wawili. Kwa hiyo nisikize, enda kuchukua nini? Simu ziite baadaye wangu. Baadaye. Sawa huu au? Ajili hapo na mvua hii. Pesa za kwangu mwenyewe hapo niangaike kumtafuta. Vipi? Aleke moja kwa ananipa hela au anarudisha mzigo wako. Nahangaika mwenyewe na muda mwingine nakuonea huruma. Halo. Jana, nishatokea maeneo ya kuelekeza ujachukue mzigo. Mbona nimefika hapa ofisi kuoni vipi tuna bosi leo? Shida sio kuniona mimi. Mzigo wako ndio inabidi uone. Na nimeweka mtaa huu. Yaani mzigo umeweka tu afu umeondoka kivipi? Tuna bosi kuelewa. Narudia tena, shida sio kunielewa mimi. Inabidi upate mzigo wako ambao umeujia. Mimi nimefika tayari mazingira nipo mazingira naangalia sio ni kitu. Sawa, kuna njia fulani iko hapo umeipita nayo. Kwenye njia nimeipita kabisa, nipo hapa katikati kuna mji fulani. Angalia pembeni utaiona karatasi nyeupe. Karatasi nyeupe? Ndio, wewe pepeza macho utaiona.
Sasa karatasi nyeupe tena mzigo yani kivipi hapo? Acha maswali mengi jana, wewe angalia. Sawa. Ipo sehemu gani hiyo karatasi? Nishakuelekeza, wewe pesa macho, angalia utaiona. Habari yako tajiri maskini, usojua kuzitumia pesa. Pesa zitumii na maskini kama wewe Kapuku. Endelea kuishi maisha ya umaskini, ndio maisha yako. Pesa sio kitu cha kwako kabisa. Hali ya wewe ni umaskini tu, yani cha mjinga ulio na mjanja. Wajanja wenyewe ndio sisi. Umenirahisishia kufika safari yangu ya Ulaya. Asante sana maskini. By Kevin, by Kevin, by Kevin, by Kevin, by Kevin.
Yes,